Kila sekunde unapoitazama video hii, watoto wapya huzaliwa duniani, huku watu wengine wakipoteza maisha. Huu ndio mzunguko ambao hujawahi kusimama tangu mwanzo wa historia ya wanadamu. Lakini je, umewahi kujiuliza ni watoto wangapi huzaliwa kila dakika? Ni watu wangapi hufariki kila siku? Na nchi gani inayoongoza kwa idadi kubwa zaidi ya watoto wanaozaliwa duniani? Karibu Juma TV. Mimi ni Frederick Juma na leo tutakufunulia takwimu zinazoshangaza kuhusu ongezeko la idadi ya watu duniani. Hakikisha unatazama video hii mwanzo hadi mwisho, kwa sababu kuna ukweli ambao huenda hukuwahi kusikia. Je, umewahi kujiuliza ni watu wangapi huzaliwa na wangapi hufariki kila siku duniani? Kila sekunde hubadilika. Wakati familia moja inasherehekea ujio wa mtoto mpya, familia nyingine huomboleza kumpoteza mpendwa wao. Haya ndiyo maisha yanavyoendelea kila siku. Kwa mujibu wa makadirio ya taasisi za kimataifa za kufuatilia idadi ya watu duniani, takriban watoto milioni 132 hadi watoto milioni 135 huzaliwa kila mwaka. Hii ni sawa na watoto wapatao 1360 hadi 1370 kwa siku. Karibuni 15,000 kwa saa, takriban 250 kwa dakika, au watoto 4 kila sekunde. Takwimu hizi zinaonyesha kwa wastani kila dakika duniani huongezeka kwa watu wapatao 126. Kwa upande mwingine, watu wanaofariki duniani kwa mwaka ni takriban watu milioni 60 hadi milioni 70. Hii ni sawa na watu 170 hadi 160 kwa siku. Karibu 7,300 kwa saa na takriban watu 125 kwa dakika moja, au watu wawili kila sekunde. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa kwa wastani kila dakika duniani huongezeka kwa watu wapatao 125. Hii ndiyo sababu idadi ya watu duniani inaendelea kuongezeka kwa mwaka hadi mwaka, ingawa kasi ya ongezeko hufuatiana kati ya nchi na maeneo mbalimbali. Nchi ipi inaongoza kwa watoto wanaozaliwa? Kwa sasa India ndiyo nchi inayoongoza duniani kwa idadi ya watoto wanaozaliwa kila mwaka. Hali hii inatokana kuwa na idadi kubwa sana ya watu. Baada ya India zinafuata Niger, China, Pakistan na Indonesia. Hata hivyo, kuna tofauti kati ya kuwa na watoto wengi wanaozaliwa kwa ujumla na kuwa na kiwango cha juu cha uzazi. Kwa mfano, nchi kama Niger zina wastani mkubwa zaidi wa watoto kwa kila mwanamke kuliko India. Dunia inaelekea wapi? Wataalamu wa idadi ya watu duniani wanaeleza kuwa baadhi ya nchi zinaendelea kushuhudia ongezeko kubwa la watu kutokana na kiwango cha juu cha uzazi, hasa katika maeneo ya Afrika. Wakati huo huo, nchi nyingine za Ulaya na Asia zinakabiliwa na changamoto ya kupungua kwa kiwango cha juu cha uzazi na ongezeko kwa idadi ya wazee. Hii ina maana dunia inaendelea kubadilika kila siku. Kila sekunde watoto huzaliwa, watu hufariki na idadi ya watu hubadilika bila kusimama. Kwa ufupi, watoto huzaliwa duniani takriban 250 kwa dakika. Watu hufariki duniani takriban 125 kwa dakika. Dunia huongeza kwa wastani watu 125 kila dakika. India ndiyo nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watoto wanaozaliwa kila mwaka. Takwimu hizi ni makadirio yanayobadilika kila mwaka kulingana na mabadiliko ya idadi ya watu na viwango vya uzazi na vifo duniani. Hizi ndizo takwimu kuhusu idadi ya watoto wanaozaliwa na watu wanaofariki duniani kila siku. Je, wewe una maoni gani kuhusu ongezeko la kasi la idadi ya watu duniani? Tuandikie maoni yako kwenye comments. Kama umejifunza jambo jipya kupitia video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kuwasha kengele na notification. Makala na simulizi nyingi za kuvutia kutoka Juma TV. Mimi ni Frederick Juma. Asante kwa kutazama. Tukutane tena kwenye video ijayo.